إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم إن شاء الله تعالى سنوصي أنفسنا عن أهم العناوين ألا وهي حكمة الإسراء والمعراج. يقول عز من القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutajaribu kuzihusia nafsi zetu juu ya maudhu muhimu, nayo ni safari ya Isra, hikma ya safari ya Isra na Mi'raj, kwa kuongozwa na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, subhana alladhi asra bi'abdihi. Ametukuka, ametakasika yule ambaye amemsafirisha mja wake lailan, wakati wa usiku, min almasjidil harami ila almasjidil aqsa, kutoka kwenye msikiti mtukufu wa haram ambayo ni Makka, ila almasjidil aqsa, mpaka msikiti wa Aqsa ambaye ni uko Palestina, Baitul Maqdis. Lengo kubwa linuriyahu min ayatina, ili tukamuonyeshe alama zetu. Innahu huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuona. Lahu sam'un la ka sam'i wa lahu basarun la ka basar. Usikivu wake Allah si kama usikivu wetu na si kama usikivu wa viumbe wake, na kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala si kama wanavyoona viumbe wake na wala si kama wanavyoona wanadamu. Laiti Allah subhanahu wa ta'ala angelikuwa na jina lingine la sharaf la kumtaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kushinda kumtaja kuwa ni abd, lastamala, angelitumia jina hilo. ولكن اسم العبودية له شرف عظيم وله مقام عظيم أمام رب سبحانه وتعالى.
jina la ubudiyya lina utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu linaonyesha juu ya haqiqatul ubudiyyati la wahdahu la sharika la, uhakika wa kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika. Ndugu zangu katika imani, ni ipi hikma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa masafa yote haya akayatembea kwa usiku na akarudi kwa usiku kabla ya alfajiri? Hikma yake ilikuwa ni nini? Ndio hilo lengo la hutuba yetu, ili hali tunafahamu fika almasjid alharam awwal masjid buniya fil ardh, msikiti mtukufu wa haram, huu ndio msikiti wa mwanzo uliojengwa katika ardhi. Wayalihi masjid al-aqsa, msikiti wa pili uliosimama katika ardhi ni Masjid al-Aqsa, na imeachana baina ya msikiti Baiti al-Haram na Masjid al-Aqsa katika kujengwa kwake hawali 40 sana, zaidi ya miaka 40 imeachana misikiti hii. Wabudul masafa bainahuma, na masafa yaliyoko baina ya Masjid al-Haram na Masjid al-Aqsa ni 1250 kilomita, kilomita zisizopungua 1250. Ni masafa marefu mno, lakini masafa haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasafiri kwa usiku mmoja. Hakutosheka hapo, akarudi tena Baitul Haram, akasafiri tena kwenda juu mbinguni, na akarudi hapo kwenye Masjid al-Aqsa, akarudi tena mpaka kwenye haram ndani ya muda wa usiku mmoja. Na baada ya kujengwa misikiti hii kwa karne nyingi kidogo, ukajengwa msikiti wa Madinatul Munawwara ambayo ni Masjid an-Nabawi. Sababu kubwa ilopelekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuzawadiwa safari hii, kwake tunasema ni zawadi. Kharaja almuslimuna min almuqata'a, waislamu waliwekewa vikwazo na makuraish vya muda mrefu zaidi ya miaka 3, wakiwa katika Shi'ib, katika lile bonde la Bani Hashim, wamesota ndani ya jangwa hilo katika mazingira magumu, hata akalu waraqata shajara, mpaka wengine wakakosa chakula. Chakula chao kikawa ni majani ya miti na magome ya miti. La yataghawatu ahaduhum illa kataghawuti shat, hajisaidii mmoja wao isipokuwa ajisaidia kama anavyojisaidia mbuzi. Bali baadhi yao tashaqqaqa afwahahum, baadhi yao midomo yao ikachanika na kula magome ya miti na majani ya miti, kwa kukosa chakula, kwa kukosa huduma za msingi za kitaaluma, kwa kukosa huduma za kiafya, kwa kukosa huduma za maji, wa halu majarra na mfano wake. Waliishi katika dhiki, hasa wale wazee, wanawake na watoto wadogo, waliishi katika mazingira ya tabu sana. Baada ya kumalizika huu muqata'a, ile sahifa ikaliwa na mchwa, lile bango walikuwa wamelitundika kwenye al-Kaaba lilokuwa na hizo shuruti. Walipotoka kwenye muqata'a huu, basi kwenye hivi vikwazo, waqad adarra alhisaru biajsamihim wa absarihim, tayari wamepatwa na madhara kwenye miili yao, hata macho, wengine macho yamepofuka hawaoni, na wakachoka, miili yao ikawa ni midhaifu, hasa tashuyukha wa nisa, hasa wazee na wanawake. Falam yamdi intihai almuqata'a illa shuhur, haikumalizika vikwazo hivi kuondoka isipokuwa miezi michache tu. Usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akbaril masaib,
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapatwa na msiba mkubwa zaidi ya ule wa kukaa ndani ya lile pango au ndani ya lile bonde. Akapatwa na msiba mkubwa. Miongoni mwa misiba iliyopata ni misiba miwili mfululizo. Mata amuhu Abu Talib nasiruhu wa hami. Akafariki baba yake mdogo ambaye ni Abu Talib, alikuwa akimnusuru na akimuhami na maadui. Lakini pia vile vile haukumalizika muda mrefu, vile vile wa baada ayami tufiyat zawjatahu Khadija, baada ya muda mchache akafariki mke wake Khadija radhiyallahu ta'ala anha wa arda, radhi za Allah ziwe juu yake. Akawa ni mwenye kufariki katika mwaka wa 619 wa hijiria wa miladia, mwaka wa 619 wa miladia. Akafariki pia na mke wake. Baba yake mdogo amefariki, alikuwa akimuhabi na maadui. Mke wake amefariki, alikuwa akimliwaza, na kama mnavyoona wakati ameteremkiwa na wahyi pangoni, alikimbilia kwa mke wake akimwambia dathiruni au zamiluni, nifunike. Mke wake ndo mtu wa mwanzo kumwambia la yukhzika Allah hawezi akakufedhehesha, kwa sababu innaka mru'un taswilu rahim wa kadha. Wewe ni mtu mwenye kuunga undugu, unafanya katika makarim. Allah hawezi akakufedhehesha. Wa kwanza kumliwaza ni mke wake, hapa kuwepo na mwingine. Amefariki pia. Huyu ndo aliyemuhami na mali zake, amefariki. Huyu ndo alikuwa akimlinda katika kila jambo ambalo ni la uovu, ameondoka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fashtadda idha'u Quraish li rasulillah. Hapo maudhi ya makuraishi yakaongezeka zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanajua hana tena wa kumuhami wala kumlinda baada ya kufa wawili hao. Yeye kama binadamu aisa min dhalik au yaisa min dhalik. Bwana Mtume kama binadamu ilifika mahala akakata tamaa, akaona hii ardhi sio munasibu kwangu mimi. Falamma yaisa min hidayatihim, alipokata tamaa juu ya kuongoka hawa watu, wafakara fi ayatruka Makkah, akafikiria kuiacha Makkah, liyanshura da'watahu fi makanin akhar, kwenda kulingania da'wa yake, kueneza da'wa yake sehemu nyingine. Qala la'alli ajidu ardan khasb fi hadhihi ad-da'wa, yawezekana nikapata ardhi yenye rutuba katika da'wa hii, na da'wa ikamea ikaleta matunda yaliyo mazuri. Hii ardhi haina rutuba kwenye da'wa hii. Akaenda kutafuta ardhi yenye afya na yenye rutuba kwa ajili ya da'wa, kwa dhana zake na kwa fikra zake. Kharaja ila Taif, akatoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea mji wa Taif. Na mji wa Taif kutoka Makkah ni masafa ya mbali, lakini alitembea kwa mguu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kupanda kipando. Kwa mguu wake alitembea masafa yasiyepungua kilomita 120. Kilomita 120 alizitembea kwa mguu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika huko Taif, akijua kwamba walikuwa wana mafungamano ya kibiashara, wana mafungamano ya kilimo na Makuraish, akajua yawezekana nikapata nusura na nikakubalika katika mazingira yale, kwa sababu walikuwa na mafungamano na watu wa Makkah. Lakini akaenda aqama hunaka 10 ayyam, alichukua siku 10 peke yake akiwa katika mji wa Taif, yad'u ahlaha ila ibadati llahi wahdahu, akiwalingania watu wa Taif wamwabudu Allah peke yake, la sharika la, wasimshirikishe na jambo lolote. Walakin da'watahu lam tajidu illa quluban ghulfa wa adhanan samma wa a'yunan umya. Da'wa ya Mtume haikupata isipokuwa ikakuta akili za watu zimeghafilika, nyoyo zimeghafilika, masikio yameziba na macho yamepofuka. Hawakuipokea da'wa hiyo
lakini kikubwa zaidi qabala hunaka abnaa Umar ibn Auf thalatha, alikutana na watoto wa Umar ibn Auf ambao ni watatu, ni watu ni maarufu na ni mashuhuri katika mji wa Taif. Vijana hawa wa hum aghniya, nao ni matajiri katika mji wa Taif. Alipofika akawakuta vijana hawa au watu hawa watatu, fa'arada alaihim da'watahu wa talaba minhum nasratahu, akawaeleza juu ya da'wa yake, akawataka wampe nusra. Fasakhiru wastahza'u bihi, wakamfanyia istihzai, wakamcheza shere, ukweli wa kumcheza shere. Faqala ahaduhum, mmoja wao akamwambia, ama wajada Allahu ahadan ayursilahu siwaka, hivi Allah hajapata yoyote wa kumtuma isipokuwa wewe, ambayo ni yatima, huna baba huna mama, ambayo ni maskini, huna mali. Allah hajapata wa kumtuma isipokuwa wewe. Wewe ndio umetumwa kuwa ni nabii, mimi siwezi kukuafiki wewe. Huyo wa kwanza. Wa pili akamwambia, faqala thani, wallahi, akamwambia, wallahi la amzaqanna astara al-Kaaba in kana Allah qad arsalaka nabiyya, mimi nitaenda kuchana zile nguo za al-Kaaba, ile kisau ya al-Kaaba, kama kweli Allah amekutuma wewe kuwa ni nabii. Haliwezekani. Waqala thalithuhu, watatu akasema, wallahi la ukallimuka abadan, wewe sitokusemesha katu, siwezi kukusemesha kwa chochote. Kwa nini? In kunta rasulan fa anta a'zamu min an arudda alayka, kama kweli wewe ni mtume, wewe utakuwa kwangu mimi utakuwa ni mtu mkubwa zaidi, bora nikunyamazie kuliko kukusemesha chochote, kwa sababu utashika ufalme wewe. Wa in kunta kadhiban, na kama utakuwa ni muongo, fama yambaghi li an ukallimaka, haipaswi mimi kukusemesha. Fagharru bihi sufahaahum wa abidahum, wakawaashiria wale wajinga na wale watumwa na wale watoto wadogo waweze kumpiga mawe bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, na pia vile vile yasihuna, wakimpigia kelele, wakimzomea na kumrushia mawe. Fama kana yarfa'u qadamahu wa yadha'aha illa ala hajari, bwana mtume alikuwa hawezi kunyanyua mguu wake na kukanyaga sehemu yoyote, ila anakanyaga juu ya jiwe ambalo tayari limerushwa na wale wajinga. Alipigwa mawe ya kutosha, faadma, akatolewa damu za kutosha mpaka zikachuruzika chini ya miguu yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata majeraha makubwa. Aliyekuwa akimuhami na hayo majeraha alikuwa ni Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ndo akifanya kazi ya kumhami majeraha bwana mtume. Fashujja ra'sahu, akapigwa mpaka kichwa chake kikachanika na sehemu zinginezo za mwili zikachanika pia vile vile. Tena shijajun kabira, majeraha makubwa akayapata pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kharaja min at-Taif, bwana mtume baada ya kuona mazingira hayo yamekuwa ni mabaya, afadhali mazingira ya Makka kushinda ya Taif, ikabidi yarudi tena, atoke tena Taif. Wapi anaelekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Ataingiaje katika mji wa Makka ili hali katika mji wa Makka hakupata nusra tangia mwanzo? Bwana mtume hakulizwa na yale mawe aliyoyapigwa. Yale mawe haikuwa ni shida kwake, lakini yale maneno ya watu wa Taif ndiyo yaliyemuumiza zaidi. Allah hajapata wa kumtuma kwenye utume ila wewe ndo mtume yani. Haya ndo maneno yalomuuliza bwana mtume, yalimuumiza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hata kushinda yale majeraha ya mawe. Unajua daima wanasema jarhu silaha yushfa, majeraha ya silaha huwa yanapona, walakin jarhul kalam la yushfa, majeraha ya maneno hayaponi, yanabakia daima. Haya ndio yaliyemuumiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam.
baada ya maumivu hayo alisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila abidin yatajahhamani au ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li wa a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqta lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuka wa aw yahulla alayya sakhtuka hiya laka al-utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa. Haya ndio maneno aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema, ewe Mola wangu, nashtakia udhaifu wangu na maumivu yangu kwako wewe, lakini na uchache wa hila kwako wewe, sina la kufanya zaidi yako, na vile watu walivyonidhalilisha nashtakia kwako. Ewe Mola wa walimwengu, wewe ndo Mola wa watu madhaifu, wewe ndo Mola wangu, utaniacha kwa nani? Utaniacha kwa watumwa hawa ambao wananishambulia kwa mawe, au utaniacha kwa maadui ambao umewamilikisha jambo langu, au utaniacha, au hasira zako zitaangukia juu yangu? Lakini kama hujanikasirikia mimi, hilo sitojali, madamu ridha yako bado iko kwangu mimi. Lakini afya yako kwangu mimi ndiyo ni kitu muhimu zaidi. Najikinga kupitia nuru yako kutokana na kung'arisha mahala palipokuwa na giza. Na akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah, nuru yako ambayo imetengeneza jambo la dunia na la akhira, min an tanzila bi ghadabik, usije ukaniteremshia hasira zako na ghadhabu zako. Lakini ewe Mola wangu, mimi nazidi kukuomba mpaka pale utakaporidhia, na mimi sina ujanja wala sina nguvu kupitia zaidi yako wewe. Thumma qala, kisha akasema, Allahumma ihdi qaumin fa innahum la ya'lamun, ewe Mwenyezi Mungu waongoze hawa watu, wanachokifanya hawakijui. Bainama huwa fi hadhihi alhala, wakati mtume yuko katika hali hii, idh nazala alayhi Jibril wa ma'ahu malakul jibal, akateremka Jibril akiwa pamoja na malaika wa milima. Faqala malakul jibal, akasema malaika wa milima, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna Allaha qad sami'a qawla qaumak, Allah amesikia kauli ya watu wako, wama raddu bihi alayk, na yale waliyekujibu, waqad ba'athani ilayka litaamurani bi amrika, amenituma uniamrishe kwa amri yako. Inshita damamtu alayhimul jibal, kama utataka Muhammad, na wapigiza hawa na hii milima, baina ya milima miwili na waangamiza. Wa inshita khasaftu bihimul ard, ukitaka naleta tetemeko la ardhi, wote wanakuwa ni wenye kumalizika katika ardhi. Faradda alayhi Rasul sallallahu alayhi wasallam qaila, bwana mtume akamjibu akamwambia, la bal arju ay yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahda la sharika lah, natarajia Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa watu kupitia migongo yao, kupitia nasaba zao, watu watakayekuja kumwabudu Allah hawatomshirikisha na jambo lolote. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea zake Makka, akipitia katika himaya ya Mut'im ibn Adi, ndiye akafanya kazi ya kumlinda, na akawa ni mwenye kuingia katika mji wa Makka kwa khifiyatan, tena kwa kujificha wakati huo. Udu rabbakum antum alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya, thumma uswi nafsi bi taqwa Allah subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun.
وبعد هذه المصائب كلها baada ya misiba hii aliyoipata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walam yajid ardan khasba lid'wa na hajapata ardhi yenye rutuba na afya kwa ajili ya ulinganizi wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumfariji mja wake akamuandalia safari ya Isra na Mi'raj. Hii ndio ilikuwa ni hikma ya safari ya Isra na Mi'raj. Kwake yeye ilikuwa ni tua ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ilikuwa ni sayaha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa ni utalii wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kuleta faraja kwenye moyo wake. Tasriyatuhu lahu amma qasa wa ana ta'widan amma aswabahu. Allah alimpeleka Isra na Mi'raj kwa ajili ya liwazo, kumliwaza na kumtia furaha kwa yale aliyoyapata katika maswaib, katika ile misiba aliyoipata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kamuandalia safari hii, faqad aqbala alayka ahla as-samaa. Akikawa sasa baada ya kuandaliwa safari hiyo, basi qad a'rada anka ahla al-ard faqad aqbala in a'rada alayka ahlu al-ard faqad aqbala alayka ahla as-samaa. Kwamba ewe Muhammad, kama watu wa ardhini wamekukataa, amekukubali aliyoko juu mbinguni. Kama wanadamu wa hapa ardhini wote wamekukataa, ila wachache aliyoko mbinguni au viumbe walioko mbinguni wameshakupokea, wamekukubali. Idha kana haula'i nas qad sadduka, kama hawa watu wamekuzuia kueneza da'wa, fa inna Allaha rahaba bika, Allah amekukaribisha kwake. Wa innal anbiya yuqaddimuna bika wa yattakhidhunaka imaman lahu, na manabii wanakutanguliza, wanakufanya wewe kuwa ni imamu wao. Manabii wote mundu khuliqati dunya, tangia iumbwe hii dunia, wote wamekujalia wewe kuwa ni imamu wao. Na akaenda akawasalisha katika Baitul Maqdis akiwa yeye ni imamu, manabii wote ni maamuma. Hawa pia wamekutanguliza, wamekujalia wewe ni afdalul khalq. Fahadithatul Isra wal Mi'raj, tukio la Isra na Mi'raj ilikuwa ni tahniyatul lirihlatil qadima, licha ya kwamba ilikuwa ni liwazo la mtume sallallahu alaihi wasallama kutiwa furaha na Allah subhanahu wa ta'ala, akapelekwa mpaka juu mbinguni baada ya kutoka pale katika Masjid al-Aqsa, akapelekwa juu mbinguni, akaonyeshwa alama nyingi, akakutana na manabii wengi katika kila mbingu, akakutana na muujizati, lakini akaenda akakabidhiwa ibada kubwa ambayo ni swala 5. Licha ya haya yote, lakini ilikuwa pia nyingine ni hadithatul Isra wal Mi'raj tahniyatun lirihlatil qadim, yalikuwa ni maandalizi ya safari inayofuata. Nayo ni safari gani inayofuata? Ayakhruja min Makkah ila al-Madina, atoke kutoka Makkah kwenda Madina kuwalingania watu imani. Sio tu imani, lakini ilikuwa ni darul jihad, ilikuwa ni sehemu ya jihadu fi sabilillah. Hawezi mtu kwenda kupigana jihadi ili hali ni muoga kwenye jihadi. Hawezi kwenda kupigana kwenye jihadi ili hali hajui matokeo ya jihadi ni nini. Allah akaamua kumpeleka juu mbinguni, amuonyeshe miujiza mikubwa kwanza, ambayo inatia tahqiqi ya uwepo wa Allah na jazaa ya Allah pia inapatikana. Akampeleka juu kwenda kumuonyesha malakutu samawati, akamuonyesha ufalme wa huko juu mbinguni, ili atakaporudi hapa chini ardhini ana uwezo wa kupigana vyema jihad, kwa sababu anajua ninachokifanya ni nini. Hii ilikuwa ni safari pia ya kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi huko katika mji wa Makkah. Baada 3 sanawati, baada ya miaka 3 wakati huu. Waqila baada 18 shahran, na wengine wakasema ilikuwa ni baada ya miezi 18. Basi baada ya miezi 18 hajara ila al-Madina,
akahama bwana mtume kuelekea Madina. Wakana hunaka hayatul jihadu fi sabilillah, na huko yalikuwa ni maisha ya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii safari ina faida gani? Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatuambia tagharrabu anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari 5 fawaid. Acha mji ili upate yaliyo ya juu, hama nenda sehemu nyingine, sogea. Acha mji unaoishi ukaona wa viumbe wengine walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tagharrabu fil awtan, kuwa ni mgeni wa miji tofauti tofauti ili uweze kupata yaliyo ya juu. Kuwa ni mgeni wa miji tofauti tofauti ili uweze kupata kilicho cha juu chenye thamani. Na ndio maana mara nyingi hata wanafunzi wanapotoka kwenda kutafuta elimu, ili wawe ni wataalamu, ni wasomi, lazima wahame miji yao waende mahala ili kusiweze kupata elimu. Akiendelea kungangania kuwa nyumbani kwao baina ya baba na mama na kaka, hawezi akaipata ile elimu. Lazima atoke, asogee ili kusudi aweze kupata kilicho cha juu. Imam Shafi anasema hama, ondoka katika ule mji ili upate kilicho cha juu. Wasafiri fa fil asfari 5 fawaid, safiri katika safari unapata faida 5. Tafriju hammi waktisabil maisha, kwanza unafarijika na maumivu ulokuwa nayo. Bwana mtume hapa akafarijiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, unachuma maisha, hata kama usipate mali lakini umepata uwerevu wa kutafuta kwa sababu umeishi na watu tofauti tofauti. Lakini wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi, utapata elimu, utapata adabu na utasuhubiana na watu waliye bora. Kwa ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliipewa safari hii kwa ajili ya malengo haya mapana namna hii. Ama jambo lingine, kwa nini iwe Isra na Mi'raji iwe ni lailan? Kwa nini iwe ni usiku? Kwa nini isiwe ni mchana? Qala Shihabuddin Al-Qastalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi, kana tamkinan litakhsis bimaqam al-mahabba. Hii ilikuwa ni kumakinika vyema katika kumhusisha yule ambayo katika kisimamo hicho juu ya mapenzi ilikuwa amakinike vyema kwa yule ampendaye, waweze kujenga mapenzi zaidi na zaidi. Ndiyo ikawa ni wakati wa usiku. Wakati wa usiku ndo mapenzi yanatengenezwa. Hata wengi katika wanandoa wakikosana mchana wanasubiria usiku, wanakuja kupatana usiku, wanapatana. Hata wengi katika wanandoa anaoa mchana, anasubiria usiku ndio akutane na mpenzi wake. Nini maana yake? Usiku ndo unatengeneza, usiku ndo unaleta mapenzi. Na hata vikao vya kifamilia vingi vinatengenezwa usiku, kwa sababu ndio kuleta mapenzi, kuleta takarrub, na ndio wakati wa sakina wa tuinani, na ndio wakati ulotulizana wakati huo. Walailu akhassu zamanan lilmuhibbina, na usiku ndio muda maalumu kwa wale wapendanao. Mtu anakuambia leo jioni tushiriki chakula cha pamoja, kwa sababu wanapendana. Sio mchana. Mchana bado wanashughulishwa na mambo ya kidunia, usiku wakiwa wametulia. Kwa hiyo Allah amemchukua mtume usiku ili kusudi yaweze kutengenezeka mapenzi yale, kuonyesha mapenzi ya karibu mno baina ya Allah na mja wake. Lakini wa khalwatun bil habib, na kukaa faragha na yule umpendaye. Ili faragha iwe nzuri, lazima ule muda ambaye hauna izghaji, hauna usumbufu ndani yake. Waqala Ibn al-Munir rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Munir rahma na amani za Allah ziwe juu yake mwenyewe akasema kwamba ilikuwa ni wakati wa usiku kwa sababu wala'alla liyazdadu alladhina amanu imanan bilghaibi wa yazdada alladhina kafaru al-kufra, ili kusudi wale walioamini waongeze imani kwa yale yaliyofanyika wao hawakuyashuhudia. Yani mambo yalifanyika gizani, hawajayaona. Asubuhi wanaelezwa, imani zao zinaongezeka kwa kuelezwa vitu ambavyo hawajavishuhudia. Hiyo la kwanza. Lakini waliyaftatina alladhina kafaru ziyadatan ala fitnatihim idhi laylu akhfa halan minan nahar,
ili wafitiniwe wale walokufuru, kutokana na kwamba jambo limefanyika usiku hawajaliona, hawawezi kuliamini, wataendelea kulipinga na kulikanusha. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu pia ya kupelekwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Isra wakati wa usiku badala ya mchana. Ama ikhtilafu ya wanawachuoni ilikuwa ni tarehe ngapi na ni siku gani, hizo ikhtilafu ziko nyingi sana, kama alivyosema Shihabuddin pia akasema kana fi shahri Rabi'ul Awwal, ulikuwa ni mwezi wa Rabi'ul Awwal. Wa kana Harbi wakasema, waqala Harbi akasema innahu kana 17 Rabi'ul Akhir, ilikuwa ni Rabi'u athani tarehe 17, na ikasemekana ilikuwa ni Jumamosi tarehe 17 mwezi wa Ramadhani, na ikasemekana pia vile vile ilikuwa ni mwezi wa Dhulqaada, ikasemekana ilikuwa ni tarehe 27 pia vile vile za mwezi wa Ramadhani, ikasemekana kauli nyingine ilikuwa ni tarehe 12 za mwezi wa Rabiul Awwal, ikasemekana ilikuwa ni Ijumaa, ikasemekana ilikuwa ni Jumamosi, ikasemekana ilikuwa ni Jumatatu. Hizi ikhtilafu zote ni kuonyesha kwamba ilikuwa ni sirru baina Allahi wa Rasul, lakini wakaafikiana wote kwamba ilikuwa ni kabla ya hijra, baada al-bi'tha, kabla ya kuhama kwenda Madina, lakini baada ya kupewa utume. Hilo ndo wameafikiana. Ama siku na tarehe na wametofautiana wanawachuoni katika hilo. Kama wametofautiana wanawachuoni katika hilo, mwisho tumalizie tu hutuba yetu kwa kusema ni ipi hukumu ya watu kukusanyana siku ya Isra na Mi'raj, kwamba leo tunaenda kusoma miraji, tunakusanyana msikitini, tunafanya ibada ya miraji, tunasoma kisa cha Isra na Mi'raj. Nini hukumu yake? Kama wametofautiana wanawachuoni, wengine wakasema tarehe 12, wengine wakasema 17, wengine wakasema Ramadhani, wengine wakasema Dhulqaada, wengine wakasema mwezi wa Rabiul Awwal, wengine wakasema Rabiul Thani. Sisi tukae siku gani? Tukusanyane siku ipi kwa ajili ya kusoma Isra na Mi'raji, tupeane visa vya Isra na Mi'raji? Kwa maana nyingine sasa, idha wajada ikhtilafu batala al-istishhad, kama ikhtilafu zimepatikana namna hii, ushahidi umekosekana. Kwa hakuna ushahidi maalumu unaoonyesha kuna siku maalumu ya Isra na Mi'raji, hakuna. Walau kana khairan, na laiti ingelikuwa ni khairi ndani yake watu kukaa Isra na Mi'raj wakakesha usiku, lamma sabakuna ilayhi, tusinge watangulia walopita ambao ni bwana mtume pamoja na maswahaba. Pengine bwana mtume ndo angelikuwa ni wa kwanza, kisha maswahaba wangelifuatia. Kama wao hawajafanya, hakuna kilicho bora katika ibada kama wa mwanzo wetu hawajakifanya. Kile ambacho hakijafanywa na wa mwanzo wetu, faman lam yakun hina idhin dinan fala yakunu liyawma dinan, kama siku ile hakikuweza kuwa ni dini, leo haiwezekani kikawa ni dini. Kwa hiyo hakuna usiku maalum wa Isra na Mi'raj. Kinachotakikana kwetu sisi, mafunzo tunayoyapata ni kushikamana na ile ibada nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamchukua mja wake kwenda kumkabidhi juu, ambaye sheria zote zimeteremka yuko ardhini, lakini sheria ya swala akaenda kaipewa kule juu. Kwa hiyo hii ibada ni muhimu mno, hasa salawatul jamaa, hasa watu kushikamana na swala za jamaa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.